وعن صحابته الخيار الكرام. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن خير الكلام كلام ربنا سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. عباد الله, tunalisifu na kulitukuza jina lake Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ni mmoja, na kila kitu katika ulimwengu huyu kinautangaza uwezo wa Allah tabaraka wa ta'ala na ufalme wa Allah tabaraka wa ta'ala na utukufu wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala juu ya viumbe vyake. Tunamshukuru Allah tabaraka wa ta'ala kwa kutupa nuru ya Uislamu, na pia tunambembeleza Allah tabaraka wa ta'ala atufishe hali ya kuwa tupo Waislamu waliosimama katika msimamo uliokuwa mzuri. Tunakubali kwa moyo, tukitamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, hana mshirika wala msaidizi katika ufalme wake. Na pia tunakubali ya kwamba Muhammad ibn Abdillah ni mja wake na ni mtume wake. Tunaziomba sala na salamu na kheri na baraka zizagae maeneo matukufu, maeneo ambayo amelazwa kipenzi chetu, mwalimu wetu, mtume wetu Muhammad, pamoja na watu wa nyumbani kwake na maswahaba zake na Waislamu watakaoshikamana na mwenendo wake kwa wema hadi siku hiyo ya malipo. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala kwa ukarimu na mahala badhahiri, kwani kumwogopa yeye Allah tabaraka wa taala ndiyo njia peke yake itakayokufikisheni kuingia katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, ndugu zanguni katika imani, anasema Allah tabaraka wa ta'ala: walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, hakika tuliwahusia watu ambao waliokuwa kabla yenu, waliopewa kitabu, manake Mayahudi na Manaswara. Allah aliwahusia nini? Aliwahusia wamche Allah tabaraka wa taala, na kadhalika akatuhusia nasi tuweze kumcha na kumwogopa yeye Allah subhanahu wa taala. Ibadallah, waja wa Allah, kipenzi chetu, mwalimu wetu, mtume wetu Muhammad, ahbaba rasulillah, wapenzi wa bwana mtume Muhammad, alitabiri mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa baada yake atapokuwa hayupo yatazuka makundi mengi, yatakuwa ni makundi ya Kiislamu. Na haya makundi ambayo mtume alitabiri, akawa nazungumza, maswahaba walichanganyikiwa, hawaelewi hayo makundi yatatokea vipi, kwa kuwa hawaoni kundi lolote wakati huyo. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi ambayo hadithu Muawiya wa Anas wa Abi Huraira wa Abdullah bin Amr na wa ghairihim na wengineo katika maswahaba wengi
waliopokea hadithi hiyo. Kwa hiyo ni hadithi ambayo ni sahihi kabisa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqa, wamegawanyika Mayahudi makundi 71. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan, na wakatofautiana manaswara zaidi ya makundi 72. Kisha anatupa habari nzito, ndugu yangu Muislamu. Picha hii itazame, anayotusimulia kipenzi chetu, mwalimu wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anatupa habari nzito, na wewe kuna wakati ukitizama upande wako wa kusoto, kulia kwako, unawaona watu labda katika familia, unawaona watu labda katika majirani, unawaona watu labda katika ndugu na jamaa, wameelekea katika yale makundi ambayo sio sahihi. Manake Mtume anatupa habari nzito. Utawaona baadhi yao wanajiita maibadhi, utawaona baadhi yao wanajiita kundi la tablighi, utawaona baadhi yao wanajiita kundi la Ahmadiyya, wanajiita Ahmadiyya, utawaona baadhi yao wanajiita Mashia, utawaona baadhi yao wanajiita Wakadaria, utawaona baadhi yao wanajiita kundi hili ambalo lipo hata katika mji wetu. Manake wanajiita hawa labda ni Mashafi, wanajiita hawa labda ni Ansar Sunna, wanajiita hawa labda ni Matijani na mengineo katika makundi mengi ya upotevu. Mtume anatupa habari nzito, anasema wasataftariqu ummati, na umma wangu utagawanyika. Manake ummatul islamia, umma wa Kiislamu utagawanyika. Watakuwa naingia ni msikitini hawa, ukitizama picha yao ni Waislamu, lakini Uislamu ambao wanao sio sahihi, bali waliongeza katika nini? Katika Uislamu wao. Utawaona wanavaa kanzu, wanasoma Qur'ani, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo waliyaongeza katika Uislamu wao. Anatupa habari nzito, anasema wasataftariqu ummati, na umma wangu utatafarikiana, utagawanyika, utatengana zaidi ya makundi. Na hapa kufarikiana maana yake ni kutengana mtu, sio kutafautiana. Maana yake ni kutengana, huyu atajitenga kabisa tofauti na huyu. Maana yake mtu atajiita mtu wa Qur'an, ila 73 firqa, makundi 73, wahidatun fil janna, kundi limoja katika hayo makundi 73 ndo kundi la peponi. Wa 72 fin nar, na makundi 72 ya Waislamu yataingia ndani ya moto. Masahaba waliposikia maneno kama haya yaliwasisimua kweli kweli. Walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, qila ya Rasulallah, aliulizwa Mtume, rehma na amani za Allah zimwendee, man hum, ni kundi gani hilo litakalookoka na huyo moto wa Allah? Firqatun najia, kundi litakalookoka ni kundi gani? Sifa zake ni zipi? Mtume tuambie basi sifa zake. Katika upokezi mwingine Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowatolea mawaidha maswahaba katika sala alfajiri, maswahaba macho yao yaliwatembea machozi, wakalia kwelikweli. Mawaidha yalikuwa mazito. Wakamwambia Mtume, nafikiri ni mawaidha ya kutuaga, hatukuzowahi kutoa mawaidha namna hii, yalikuwa ni mazito kabisa. Manake aliwafika kweli kweli, mpaka maswahaba wakawa wanalia. Wakamwambia Mtume, ausina, tuusie Mtume, tunaona kama ni mawaidha ya kutuaga, basi tuachie hata kidogo usia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, alaikum bisunnati, ni juu yenu kushikamana na sunna zangu. Aliwaambia, fa innahu man yaishu minkum ba'di, hakika yoyote atakayeishi baada yangu mimi Mtume, fasayara ikhtilafan kathira, ataziona tofauti nyingi sana katika dini. Huyu atasema jambo hili linafaa na huyu atasema jambo hili halifai. Watu watagawanyika madhehebu nyingi sana katika Uislamu. Fasayara ikhtilafan kathira, mtaziona tofauti nyingi, mpaka mtu atakuwa anajiuliza, mbona mashia wanatuchanganya?
huyu anasema hivi na huyu anasema hivi. Kwa kweli tunachanganikiwa hapa katikati, hatujui tumfate nani. Maana yake tunachanganikiwa, na kuna baadhi ya Waislamu ndio mipango yao. Maana yake anaweza kuwa na swali lake analitembeza kwa mashehe wawili watatu, anachotafuta labda ana lengo lake la kuuliza hilo swali, jibu lake labda analo pale anapotaka wamwekee, bado labda hao wawili hawajamwekea anapotaka, anakaa nazungurusha lile swali limoja kwa mashehe tofauti. Hii inakuwa ni mtihani kabisa, na hali ya kuwa katika sheria ni mtu kuuliza tu, kama atakuwa sio msomi, kuuliza kwa msomi mmoja basi na kutosheka na jibu ambalo alifanya nini, alilopewa. Kwa ndugu zanguni katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atakayeishi baada yangu muda mrefu, anawaambia maswahaba, ataona tofauti nyingi sana katika dini, mpaka zinakuja dhikri za maajabu, za watu kukohoa, za watu kucheza na kukatika, watu wanainama katika kupiga dhikri. Hivi ni dhikri za namna gani? Je, haya yako katika Uislamu au ni mambo ya usanii? Haya hayambo katika Uislamu, hayamo hayo kabisa. Manake Mtume hajafanya wala maswahaba hawajafanya dhikri katika mfumo kama huyu, bali dhikri hiyo inafanana na watu wa upande wa pili, watu wa kanisani wanakuwa na mambo kama hayo katika kuimba sawa na kumsifu Mungu, wanapiga vinanda kabisa. Maanake Waislamu wameanza kuigia huko, inakuwa katika nyumba za Allah watu wanakatika na kucheza kabisa. Utafikiri kama hawa labda wanatumia labda madawa kwa mambo wanayoyafanya, madawa labda ya kuondoa akili. Haya hayapo katika Uislamu, hayapo kabisa, haya hayapo, ni mambo ya usanii ndugu yangu Muislamu. Kumbe Muislamu ni kutazama kwa njia iliyokuwa nzuri. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa alaykum bi sunnati, ni juu yenu kushikamana na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafai ar-rashidina al-mahdiyin, na sunna za makhalifa wema waongofu. Tamassaku biha, shikamaneni nazo hizo sunna, mzishiki kabisa. Bali Muislamu mzuri ni yule anayesikia jambo lolote ni kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anashikamana nalo. Qala Sheikhul Islam bin Taymiyyah, anasema Sheikhul Islam bin Taymiyyah, at-tahdhiru min ahli al-bid'ah wajibun, kutahadharisha watu kutokana na watu wa bid'a ni lazima kwa mashekhe waje wazungumze, jamani, ni jambo linalofanyika silo kabisa, ili limekwenda kinyume na Mtume. Jamani, ili dhehebu sio katika Waislamu, ili dhehebu limezuka tu hapa juzi na mfumo wake na misingi yake ni namna hii. Lazima mashekhe waje wabanishe, sio katika mambo ya utesi kama gisi baadhi ya waumini wanaumia. Kwa nini anakaa nazungumza tu mambo ya watu? Asizungumzi. Sasa azungumze ya nini? Ya mbuzi? Azungumze mambo ya minyama? Tunazungumza mambo ya watu kwa sababu sisi tuko binadamu. Hata Qur'ani imesimulia mambo ya watu. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume, rehma na amani za Allah zimwendee, ad-dinu nasiha, dini kupeana nini? Nasaha. Bali akasema man dalla ala alkhair, yule ambaye atakayemwelekeza ndugu yake kheri, akamuonesha jambo la kheri, akamsukuma kunako kheri, na yeye anaandikiwa ujira sawa na yule atakayelitenda. Wama alaina illa albalagh, na jukumu letu sisi ni kufikisha tu, hatuna jukumu lingine bali ni kufikisha, na Allah ndiye mwenye kuongoza. Kwa hiyo anasema Sheikhul Islam bin Taymiyyah, arraddu ala ahli albid'i mujahidun, mtu mwenye kuwaradi na kubainisha makosa na maovu ya watu wa bid'a, huyo ni mujahid, ni mpambanaji kwelikweli, kwa sababu watu hawatamkubali, watu hawatamzungumzia vizuri. Katika darasa letu la leo tutazungumzia kundi ambalo tunaishi nalo, labda kuna baadhi yao tunashirikiana nao, kundi ambalo linaitwa Ahmadiyya. Hili kundi limeanza karne ya 19, ndio kundi ambalo limeanza.
Maanake limeanzishwa na mwanzilishi ambaye ni mtoto wa Kihindi, anaitwa Mirza Ghulam Ahmad, ndo alianzisha kundi hilo. Ilikuwa ni karne ya 19 ndo kundi hilo limeanza, manake firqatun kafira. Hili ni kundi kabisa la kikafiri, la hawda laha fil Islam, halina nafasi hata moja katika Uislamu. Hawa sio wenzetu. Kwa nini hawa sio wenzetu? Sikiliza mazito ambayo wanayo hawa, yanawatoa katika Uislamu. Lazima Muislamu bainishe haki, japo ukweli unafanya nini, unauma. Ni mambo gani ambao walikuja kukataa? Maana yake wanakataa kama dini ya Uislamu haijakamilika, wanakataa kama Uislamu haujakamilika, na hali ya kuwa Allah anasema Uislamu umefanya nini, umekamilika. Wanakataa kama Qur'ani bado inafanya nini, haijakamilika, bado ingaliki inaendelea, na sheria za Uislamu bado hazijakamilika. Hilo kundi ambalo mwanzilishi wake anaitwa Ghulam Mirza Ahmad, ni mtu aliyezaliwa katika nchi ya India na asili yake ni Mfarisi. Huyo mtu anadai nini? Madai yake ni yapi? Na misingi ya imani katika hilo kundi ni ipi? Anadai kuwa yeye ni kiongozi wa mitume, na anadai kama yeye ndiyo mtume bora baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vipi kwa Muislamu wa kawaida akizungumza kama kuna mtume mwingine kinyume na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hukumu yake itakuwa ni vipi? Na haya madai mtume aliacha anayazungumza, akasema la taqumu saatu hatta yub'atha ad-dajjaluna kadhabuna, hakitosimama kiyama mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awatume watu waongo karibun min 30, karibu ya watu 30, kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Wote hao watakuwa wanadai madai ya kwamba ni mitume. Mtu anajiita prophet, kumbe prophet fake. Anajiita nabii, kumbe nabii fake, hana unabii. Na pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya, walikuwa watu wa Bani Israila manabii kwao wanapishana kwa wingi, walikuwa ni wengi. Manake manabii kwao walikuwa ni jambo la kawaida, manabii wawili watatu wanaishi katika enzi moja. Na kwa kullama halaka nabiyun khalafa nabiyun akhar, na kila anapokufa nabii manake anagombolewa na kuchukuliwa nafasi yake ile nabii mwingine. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa annahu la nabiyya ba'di, na hakika hakuna nabii yoyote baada yangu. Vipi mtu mwenye kusema kama kuna mtume mwingine kinyume na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Huyo atakuwa katika waongo na atakuwa kafiri, bali atakuwa kafiri mbaya na katika watu ambao waliodhulumu zaidi. Anasema Allah tabaraka wa taala, waman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, ni nani aliyedhulumu zaidi kuliko yule anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo? Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya, au anasema mimi nimeteremshiwa wahi hali ya kuwa hajateremshiwa wahi wowote, anadai ya kwamba yeye ni mtume. Haya ni mambo ya kanisani. Unaweza kumuona pasta anaamka anawaambia kama ameoteshwa ndoto ya maajabu, ndoto ya maajabu. Maana yake anaweza kajiita hata nabii. Haya kwenye Uislamu hakuna. Sikiliza ndugu zanguni katika imani, yoyote ambaye anayekubali kama kuna mtume mwingine baada ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama, huyo katika Uislamu hayumo. Acha tulete dalili za haya mambo ambayo tunayazungumza. Anasema Allah tabaraka wa taala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin, hakuwa Nabii Muhammad baba wa yoyote katika wanaume zenu,
lakini alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu na wa mwisho kabisa wa manabii. Akaisoma hii aya Abu Abdurrahmani Abdullah bin Mas'ud, Mwenyezi Mungu amridhie. Kaifa qaraa Aba Abdurrahman, aliisoma hii aya vipi? Ambaye ni sahabiyul jalil, sahaba mwema wa mtume. Mtume alimsifu akasema, man arada an yaqra alqur'ana kama unzil, anayependa kusoma Qur'ani kama jinsi ilivyoteremka, falyaqra biqiraati ummi abd, asome kwa kisomo cha nani? Cha Abdullah bin Mas'ud. Alikuwa akisoma Qur'ani vizuri sana. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallama alimwambia, iqra'u alayya alquran, nisomee Qur'ani. Ibn Mas'ud alishangaa, anaona Mtume anamwambia afanye nini? Amsomee Qur'ani. Akamwambia Mtume, nitakusomea vipi na wewe Qur'ani imeteremka kwako? Mtume akamwambia, mimi ninapenda nisikie Qur'ani kwa mtu mwingine. Maana yake akaanza kusoma min awwali surati Nisa, akaanza kusoma mwanzo kabisa wa suratu Nisa. Alikuwa na sauti nzuri nyororo, na alikuwa anasoma Qur'ani vizuri, kwa kuwa walikuwa naelewa maana ya nini ya Qur'ani. Anasema bin Mas'ud, kunna idha ta'allamna anasema bin Mas'ud, ilikuwa mtu miongoni mwetu idha ta'allama 10 ayatin, anapojifunza aya 10, aziami hizo aya 10, hata ya'rifa maaniyahunna, mpaka ajue hizi aya maana yake ni ipi, hizi aya zinaniamuru nini, zinanikataza nini, kisha wal amala bihinna, kisha nafika nazifanyia kazi. Sio Qur'ani ya kasuku, maana yake tunayosoma. Ndio ukisoma hadithi zote ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya ummul qauma, awasalishe watu na waongoze watu katika ibada, imamu ambaye aktharukum Qur'an, mwenye Qur'ani nyingi kuliko wengine. Maana yake anayekuwa na Qur'ani nyingi katika nyinyi ndo waongozi. Haya ni maneno ya Mtume. Maana yake anamaanisha kusiwe Qur'ani ya ukasuku, maana yake ni Qur'ani ambayo mtu anasoma na huko anazingatia maana yake. Haya ni maneno ambayo anazungumza mtukufu wa daraja. Aliisoma hii aya bin Mas'ud alipokuwa anasoma mwanzo wa suratu Nisa, akafikia katika aya fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Anasema nimeona macho ya Bwana Mtume, machozi yanadondoka na kuporomoka. Maana yake aya hii imelainisha moyo wa nani? Wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa sifa ya wacha Mungu, wa idha tuliyat alaihim ayatu, wanaposomewa aya za Allah, ama wanapokumbushwa ama wanapoelekezwa, vipi inakuwa? Maana yake nyoyo zao zinasisimka, miili yao inasisimka, nyoyo zao zinapatwa na hofu. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum madha imana, zinawazidishia imani. Wanapokuwa wanasomewa zile aya zinawaogopesha. Labda mtu amekuwa amezamilia katika jambo fulani ama amesahau jambo fulani, anapokumbushwa kunako aya za Allah, inakuwa ni moja katika sababu ya yeye kurudi katika msimamo uliokuwa mzuri. Kwa hiyo Mtume alimwambia hasbuka, inatosha. Manake alilia kweli kweli. Alisoma hii aya, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin nabiyyan khataman nabiyyin. Alisoma kisomo cha namna hiyo, ma kana Muhammadun, hakuwa Muhammad baba wa yoyote katika wanaume zenu. Allah anawaambia Waarabu wa Quraysh, walakin Rasulullah, lakini alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ibn Mas'ud alisema walakin nabiyyan, bali alikuwa ni nabii wa khataman nabiyyin, na wa mwisho kabisa aliyefunga nini? Utume. Dalili ziko wapi za kuonesha kama Nabii Muhammad ndiyo mtume wa mwisho? Anasema li khamsatu asma'in, niko na majina 5. Bali sahihi mtume yuko na zaidi ya majina 5. Anasema niko na majina 5. Ana Muhammad, mimi ni Muhammad. Wa ana Ahmad, na mimi pia ni Ahmad. Wa ana al-Mahi, na mimi ndo nimetumwa katika walimwengu kuja kuondoa giza la ukafiri na kuleta nuru ya imani ya kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, na kuja kuondoa uchafu. Wa ana al-Hashir,
na mimi ndio kiumbe wa kwanza kufufuliwa siku ya nini? Ya Kiyama. Kisha anasema wa ana al-aqibu, na mimi ndio mtume wa mwisho kutumwa katika ulimwengu, alladhi laysa ba'di nabiyyun, wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'di nabiyyun, na mimi ndio wa mwisho kutumwa katika ulimwengu ambaye baada yangu hakuna mtume yoyote baada yangu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema katika hadithi nyingine, inna risalata wan nubuwata qad inqata'at, hakika ujumbe na unabii umekwisha na kuondoka. Fala rasula ba'di, hakuna mtume yoyote baada yangu, wala nabiyya ba'di, wala hakuna nabii yoyote baada yangu mimi Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ahbaba rasulillah, wafuasi wa kipenzi chetu, mwalimu wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume huyu alikuwa ni kwenda kutekeleza ibada tukufu ya hija, nyakati za mwisho mwisho. Ilikuwa ni siku tukufu ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa, tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja. Ndio mtume alisimama katika viwanja hivyo vitakatifu. Katika nyakati za jioni aliteremkiwa na malaika ambaye ni malaika Jibril, anakuja na ujumbe mzito. Ilikuwa ni ujumbe gani ambao Allah tabaraka wa taala ameuteremsha katika hiyo siku? Ndiyo siku ambayo Uislamu umefanya nini? Umekamilika. Sheria zote za Uislamu zilikamilika katika mchana wa siku ya nini? Ya Arafa. Na ndio maana akasema Allah tabaraka wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku hii ya leo ndio nimekamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema zangu kwenu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia ya kwamba Uislamu ndiyo dini yenu. Lam yanzil ba'daha al-halalu wal-haram, baada hii aya kuteremka hapa kushuka tena baada yake aya yoyote ya kuja kuhalalisha jambo, wala aya yoyote ya kuja kuharamisha jambo, hapa kuteremka. Maana yake sheria zilikuwa zimekamilika, na baada ya maswahaba kuelewa kama kile ambacho mtume alichokuwa ameagizwa kufikisha tayari kimefanya nini? Kimekamilika. Baadhi ya maswahaba machozi yalianza kuwatembea, na mtume sallallahu alayhi wasallam baada hiyo aya kuteremka aliishi zaidi ya siku 80, akawa amefanya nini? Ameiaga dunia. Maana yake ilikuwa ni siku ndogo, azifiki hata siku 19. Maana yake mtume akawa amefanya nini? Ameiaga dunia. Ndugu zangu ni katika imani, anatusimulia mtume sallallahu alayhi wasallam akituonesha yeye mfano wake katika hao manabii. Mfano wake ni upi? Anasema ni mfano wake ni mfano wa mtu ambaye bana kamathalu rajuli, mfano wa mtu ambaye ni kama vile mfano wa mtu bana baitan, ameitengeneza nyumba, fa ahsana, akaipendezesha ikawa nzuri zaidi, wa ajmala, akaipodoa kweli kweli, ila akawa ameacha sehemu fulani. Maana yake hiyo sehemu ya kuweka tafari pako wazi, na hiyo nyumba ikawa ni nyumba ambayo kila mtu akipita, kwa kuwa ni nyumba ambayo imejengwa ya kifahari, nyumba nzuri, watu wanaizunguruka, wanapita katika ile nyumba. Maana yake katika kituo kikubwa ambacho labda watu wanaweza hata wakatoa address, maana nikute fasi fulani. Maana yake ni sehemu ambayo inajulikana, ni sehemu ambayo imejengwa ukweli wa kujengwa. Watu wanapita katika ile nyumba, wanazunguruka, kila wakifikia ile sehemu mpako tundu, hakuna tafari, wanasimama, wanasema hivi, waliotengeneza hii nyumba hapa wakupaonaga? Hakuona kama pako upungufu, hakuna tafari hapa? Maana yake watu wanazunguruka, wanajua kwa nini hapa hakuweka karo, kwa nini hapa hakupaka rangi. Maana yake watu wakizunguruka wanaona sehemu yote ni safi, lakini wakifikia nafasi ndo wanaona pako dosari, ndo wanaona pako dosari. Ndo mtume akasema mfano wa huyo upungufu unaopatikana katika hiyo nyumba, sawa, ndiyo mfano wangu mimi, sawa. Maana yake wametumwa mitume wote, palikuwa panabakia huyu mtume mmoja aje kufunga ukurasa wa nini? Wa utume na unabii, kisha ndo akatumwa.
Kisha baada watu wakawa wanafanya tawafu pale katika ile nyumba wanazunguruka, wakaona tayari ile sehemu amesharekebisha na kuweka tafari na kupapodoa kama pengine, wakawa wanapita wanashtuka, bwana ile nafasi washaweka tafari, hatuoni tena uwazi. Anasema ndio mfano wake. Sasa yeye maana yake alikuja kufunga nini? Kufunga utume. Hakuna mtume yoyote baada yake. Kwa Muislamu ambaye atakaitakiti ataamini kuwa kuna mtume mwingine baada ya Nabii Muhammad, kakadhibisha Qur'ani, kakadhibisha sunna za nani? Za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na huyu anakuwa tayari hayumu katika Uislamu. Hili jambo linakuwa limemtoa katika Uislamu. Ikhwatal iman, ndugu zanguni katika imani, tulishaona dalili nyingi za kuonesha yoyote ambaye atakayekadhibisha maneno ya Qur'ani, huyo akawaita watu na kuonesha kama kuna mtume mwingine, huyo atakuwa ni mongo kabisa, na atakuwa ameipinga Qur'ani na sunna, na kukubaliana kwa wanazuoni wote wanasema hakuna mtume wote mpaka kiyama kusimama isipokuwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipotumwa, alitumwa kuja kumaliza ukurasa wa utume, na sheria yake imekuja kuvuta sheria zote zilizotangulia. Dalla alkitabu wa sunnatu nassan qat'iyan au qatiban, zimeonesha dalili za kitabu na sunna ya kuonesha kama hakuna mtume mwingine. Kwa hiyo huyo mwenye kusema kama kuna mtume mwingine, jambo la kwanza anakuwa ameipinga Qur'ani na sunna, na jambo la pili anakataa kama dini ya Uislamu haijakamilika, na jambo la tatu huyo anayefanya mambo kama hayo anakataa dalili zote zilikuja kuonesha kama mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ndiye mtume wa mwisho. Hata maswahaba walikubaliana wakasema, yoyote ambaye atakayedai utume baada ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam tutampiga vita, na huyo atakuwa ni kafiri. Maana yake haya ni maneno ya maswahaba, Mwenyezi Mungu afanye nini? Awaridhie. Jambo la pili katika kundi hili ambalo linaitwa kundi la Ahmadiyya, anajidai pia huyo mwanzilishi wa hilo kundi ambalo ni kundi la Ahmadiyya, anasema ameteremshwa na wahi kama kisa alivyopewa wahi Nabii Muhammad, kisha anadai ya kwamba amepewa na kitabu kinaitwa Kitabul Mubin, ndio kitabu ambacho alichopewa. Kisha anajidai yeye kuwa ni Nabii Isa, anadai madai kuwa yeye ni Nabii Isa, na hapo katika madai hayo anajipa na cheo cha Imamu al-Mahdi, ni imamu mwema, atakuwa katika ukoo wa nani? Wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na huyu imamu atakuwa kabla Nabii Isa, kabla kuteremka kwa Nabii Isa, atakuwa katika ulimwengu na ataongoza, atakuwa ni kiongozi mwadilifu, atakuja kuondoa uchafu katika ulimwengu. Watu watakuwa wamefanya ufuska wa kuzidi, atawarudisha katika msimamo uliokuwa sahihi. Maana yake huyo imamu ambaye anajiita Mirza Ghulam, mtoto wa Kihindi, anasema kama yeye ni Nabii Isa, na wanaamini kama Nabii Isa amefanya nini? Amekufa. Ndio imani yao, wanasema kama Nabii Isa amekufa. Kundi la Ahmadiyya liko na kituo chake kipo, na hicho kituo kinapatikana Buyenzi, barabara ya 15 namba 15. Ndio kundi hili tayari lishakuwa na kituo, na watu wanaanza kuwa na ingia pale kwenda kuswali, kumbe hawajui kama kuna hatari nzito. Na kundi hili linagawa pesa, linatoa pesa ili lipate wafuasi wengi. Maana yake mtu akienda baadaye kuswali anakwenda anamwambia rafiki yake, twende pale bana, uona hii krizi tutaitokaje? Si watu wanashindwa kufanya vibarua, wamekaa wanalea mikono, hawataki kujishughulisha. Sasa hali kama hiyo ambao wanazagaza pesa, sasampa ziko pale zinagawiwa, maana yake Ijumaa unatoka na bahasha yako, kisha kufungua hivi 1050, alhamdulillah kabisa. Maana yake pesa hizi unakutana Muislamu msimamo hana tena, hana. Na haya Mtume aliyatabiri akasema ya kwamba itafikia zama ambazo Uislamu wa mtu utakuwa unabadilika. Mchana anaweza kuwa Muislamu, itafika jioni sio Muislamu.
Unamwona fulani huyu ni Muislamu, inafika jioni sio Muislamu, na inaweza kuwa jioni Muislamu, inaruka asubuhi tayari amebadilika. Manake yabiu dinahu, anaiuza dini yake, bi'aradin min ad-dunya, kwa thamani tu ndogo ya nini? Ya dunia. Anataka maisha ya haraka, yanampelekea mpaka mtu kuvaa misaraba kwa sababu ya safari, inampelekea mpaka mtu kuingia kwenye ushoga kwa sababu tu ya nini? Ya maisha. Anataka apewe, apate vya haraka. Maana unamwona mtu anatembea, maisha amekuwa ameinuka ghafla ghafla, wewe mwenyewe unajiuliza huyu kijana ni aje? Kumbe ni kijana wa hovyo, hana hata wanaume, anaitwa Juma, anaitwa Sumani, lakini feke kabisa, anatumiwa na mwanaume mwenzake huyo. Maana yake huyo, hata mwanaume mwingine akimwona anaongea na mwingine, anamwambia bwana, sitaki unaongea na wanaume. Sawa, ongea na wanani? Nishakukataza kuongea na wanaume. Sawa, maana yake akimwona anaongea na wanaume anasikia wivu, kwa sababu ndo mboga yake. Hataki watu wengine wafanye nini? Waongee naye. Ambia, sitakwambia kama nitakupa maisha na kila mwisho wa mwezi nitakuwa nakulipa, lakini ufuate nini? Maagizo yangu. Ndio utaona vijana wa hovyo kabisa. Maana unamwona kijana na sauti na regea, haki mtu anajilainisha kama mtoto wa kike, anavaa, na kuna wakati mwingine anavaa hata nguo za wanawake. Hii inakuwa ni balaa kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Allah tunusuru katika hali kama hii. Tunataka tuoneshe dalili za kuonesha kama huyu Mahdi sio Isa wala sio Mahdi. Dalili ya kwanza ambayo tunaanza nayo, ambayo ni muhimu, tunataka tutofautishe. Jambo la kwanza, alijidai kama yeye ni Masihi Dajjal, amejiita kama yeye ni Masihi Isa. Sawa, Isa ni nani? Isa anaitwa Isa ibn Maryam, nabiyun rasulun min ulil azmi al-khamsa. Isa mwana wa Maryam ni nabii na ni mtume katika wale waheshimiwa viongozi wa mitume watano, na yeye akiwemo. Wal Mahdi rajulun min ali baiti rasulillah, ama Imam Mahdi ni mtu katika watu wa familia ya mtume. Walaisa binabii wala birasul, sio mtume wala sio nabii. Hiyo ni tofauti ya kwanza. Maana yake amejiita kwamba yeye ni Nabii Isa, na ule wakati akajiita kama yeye ni nani? Ni Imamu Mahdi. Katika zile alama kubwa kubwa za kutokea nini? Kiyama, kuteremka kwa Nabii Isa. Atateremka kwa lengo gani? Je, atateremka kama mtume ama atateremka kama mlinganizi? Atateremka kama mlinganizi, bali hatoteremka kama mtume, bali atateremka kama mlinganizi. Na ndio maana atakuja kuwa mfuasi wa nani? Wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jina la Nabii Isa anaitwa nani? Jina lake ismuhu Isa ibn Maryam, jina lake anaitwa Isa mtoto wa nani? Wa Maryam. Kisha jina la Mahdi anaitwa nani? Anaitwa Muhammad ibn Abdillah. Jina lake linakuwa sambamba na kuoana na jina la nani? La Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tofauti ya tatu, Isa lahu ummun wa laysa lahu abun. Nabii Isa yuko na mzazi mmoja ambaye ni mama na hana baba, lakini alimamu al-Mahdi yuko na wazazi wangapi? Wawili. Ni kama mfano wa mimi na wewe, tunazaliwa na baba na mama. Tofauti ya nne, Nabii Isa atateremka kutokea mbinguni, na hivi yuko hai na jafa. Allah anakataa, anasema ndani ya Qur'ani, wama qataluhu, hawakumuua, hakuuawa, wama salabuhu, wala wakumsuluhu, wakumbaba Nabii Isa katika msalaba. Sawa, Allah anakataa ndani ya Qur'ani, lakini walifananishiwa mtu ambaye ni mfano wake, ndo akawa wamemkamata kwa kuzani kama ni yeye, ndo akambamba katika nini? Katika msalaba. Bali Allah anasema wama qataluhu yaqinan, bali hawakumuua kwa uhakika, hakuuawa kwa uhakika, bado yuko hai. Bali rafa'ahu Allahu ilayhi, bali Mwenyezi Mungu alimpandisha mbinguni, alimpandisha akiwa yuko hai. Maana yake alimpandisha kiwiliwili na nini? Na roho, akiwa yuko hai, na yuko katika mbingu ya ngapi? Yuko katika mbingu ya pili.
na amesinzia, akiwa katika mbingu ya pili amesinzia Nabii Isa. Itapofika muda wake wa kuteremka duniani atafanya nini? Atateremka duniani katika mnara mweupe huko Syria. Ama Imamu al-Mahdi, yeye ni mtu katika watu wa kawaida, bali katika watu wema ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimfanya awe katika ukoo wa kipenzi chetu, nabii wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Imamu Mahdi atakuwa ni imamu kabisa, atawaongoza watu katika ibada, na katika wakati wa mwisho atateremka Nabii Isa. Atapokuja ataingia msikitini, Imamu Mahdi atamuona na atamjua, atamkaribisha. Mfano kama hivi, mtu ameingia msikitini, shekhe mkubwa au mheshimiwa mufti ameingia, sawa. Imamu alipoangaza macho anamuona mufti, anamwita aje afanye nini? Awaongoze waumini katika ibada. Kisha labda mufti anasema hapana, wewe salisha tu. Kwa hiyo atamuona Nabii Isa anaingia msikitini, baada ya kuteremka atamkaribisha afanye nini? Asalishe. Nabii Isa atakataa kusalisha. Kisha Imam Mahdi atamsalisha nani? Atamsalisha Nabii Isa. Lengo la kuteremka kwa Nabii Isa ni kuja kumuua nani? Masihi Dajjal. Atakuwa tayari ameshatokea katika ulimwengu na atakuwa ameanza kazi yake ya kuwapoteza watu. Kwa hiyo Nabii Isa tu atateremka kuja kuua manguruwe, kuvunja misaraba, wayad'u bidini Muhammad, naje kuwalingania watu na kuwaita katika dini ya nani? Ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hatoteremka kama mtume, bali atateremka duniani kama nani? Kama mlinganizi, na atawahukumu watu kupitia sheria nani? Sheria Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ndugu zanguni katika imani, tofauti ya sita ya kuonesha kama huyu imamu wa Kihindi siyo Nabii Isa, kwa sababu nyana anasema hivi katika itikadi yao ndani ya kitabu chao, katika ukurasa tutakusema baadaye. Maneno haya yanapatikana katika kitabu chao kabisa. Wanasema hivi: ni kweli Nabii Isa kabambwa kwenye msalaba, na ni kweli Nabii Isa kafa, sawa. Ila kabla ya kufa kwake, walipombamba kwenye msalaba wakamuacha, ilipofika usiku hivi, misumari kwa uzito aliokuwa nao, Nabii Isa aliweza kudondoka. Baada ya kudondoka, fahamu ikawa imerejea, akawa ametoka hapo anatimka, akakimbilia hadi katika mji wa Palestina, akaingia hadi Mashariki ya Kati, akaingia mji wa Iraki, akatoka Iraki akaingia Irani, baada ya kutoka Irani akaingia Afghanistani, baada ya kutoka Afghanistani akaingia hadi katika mji wa Kashmir unaopatikana India. Baada ya hapo akazaliwa upya, manake akazaliwa kule kule India Nabii Isa. Haya maneno mnazungumza kweli? Nyinyi wa Ahmadiyya hamuoni kama mmevuka mipaka? Hii dini ya wazungu hii, wanakwambia ukitaka kuongea na Mungu ni Kiingereza, inabidi upige Kimombo. Wewe ukiongea na Mungu Kiswahili, Mungu akusikii, sawa? Au Ahmadiyya yoyote ambaye hana imani ya kuamini Ahmadiyya wanaona kama ni kafiri. Ahmadiyya wakubali kama majini yako, wanakwambia hakuna kitu kinachoitwa majini, bali majini sio viumbe. Majini ni wale waheshimiwa, watu wenye nafasi zao, wenye heshima zao, ndo majini. Katika itikadi zao pia wa Ahmadiyya wana kitabu ambacho kinaitwa Kitabul Mubin. Hicho ndio kitabu chao, ndio Qur'ani yao nyingine ya mpya. Kwa hiyo inabidi Muislamu kujitahadhari na kundi hilo ambalo ni kundi la Ahmadiyya, bali wanahalalisha pombe, miziki na mambo yote ambayo ni mambo ya ulevi wanahalalisha. Wa kullu muslimin indahum kafirun, na kila Muislamu kwao wanamjaji na kumhukumu kama ni kafiri.
Manake wao wanatuona sisi kama sisi ni makafiri, mpaka uingie katika dini yao ndio wanaona kama wewe uko Muislamu. Wameanza. Kwa hiyo tayari Waislamu tunawatahadharisha, ule msikiti wakiuona waone kama polisi, na usikiwa kwa sali usiingie kusali pale. Ule msikiti haukuhusu, wale sio wenzetu. Kadhalika akifa mtu katika hayo madhehebu usendi kwenye kilio chake, na kama utaenda basi usimsalii wala usimwombei dua, kwa sababu huyo tayari hayuko kati yetu, sisi sio mwenzetu. Kumbe ni Muislamu kuchukua tahadhari na pote hili ambalo ni pote la Ahmadiyya, na wanaona kama utume bado unaendelea, na wanaona kama utume bado Nabii Muhammad sio mtume wa mwisho, bali kuna mtume mwingine na baada yake. Hata Mashia wanakwambia kama utume unatafutwa. Mtu akifanya juhudi anaweza akawa mtume, akawa profu. Sawa, wanaona kama utume unaendelea. Hiyo ni imani ya Kishia. Maanake wao na Mashia ni mtoto na mama, maanake hawa wamenyonya huko Mashia. Kwa hiyo ndugu zangu, ni katika imani ni Muislamu kuchukua tahadhari na kundi kama hili ambalo limeanza kuwa na kituo, baadaye litafungua mambo mengi na lina misaada mingi, linawavuta watu kwa misaada. Sawa. Kwa hiyo inabidi Muislamu kujitahadhari na kundi kama hilo. Billahi tawfik. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala kwa ukarimu wake na kwa huruma wake atupe msimamo uliokuwa mzuri kwa Uislamu. Allah tufishe hali ya kuwa tuko Waislamu wazuri. Allah tunakuomba utusamee makosa yetu sisi na wazazi wetu, wale ambao wakingaliki hai na wale ambao tayari washatangulia mbele ya haki. Allah, ikiwa kati yetu kuna wazazi wao wakingaliki hai, Allah watunuku mwisho uliokuwa mwema, na ikiwa kati yetu kuna wazazi wao tayari washatangulia mbele ya haki, Allah warehemu kwa ambapo walipo. Allah warehemu mauti wote wa Kiislamu. Allah warehemu mauti wote wa Kiislamu. Allah tunakuomba tufungulie milango ya riziki. Allah tufungulie milango ya riziki, na wale ambao ni wafanya biashara, wakulima, wenye mifugo, kila mtu sawa na kazi zake, Allah mbarikie katika kazi zake. Allah tunakuomba wale ambao ni wasafiri, Mwenyezi Mungu wafanyiwe pesa katika safari zao, na wale ambao ni wagonjwa, Mwenyezi Mungu awape shifa, na wale ambao wamefungwa, Allah wapunguzie vifungo vyao. Allah tunakuomba na wale ambao wako ndani ya ndoa, Mwenyezi Mungu abariki katika ndoa zao, na wale ambao washajaliwa watoto, Allah waongoze watoto zao. Mwenyezi Mungu, wale ambao wanahitaji wachumba na wajaoa, Mwenyezi Mungu wape wachumba waliokuwa wema, na wale ambao hawana kazi, hawana vibarua, Allah wape vibarua vilivyokuwa vizuri. Allah tunakuomba kwa huruma wako, kama tulivyotukusana ndani ya nyumba yako hii tukufu, tukusanye sisi wote pamoja na familia zetu katika pepo yako ya Firdausi. Amin, amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.